Mtazamaji wa Biomedia, karibu popote pale ambako unaendelea kutazama taarifa mbalimbali ili tuweze kufahamu nini ambacho kimejiri katika taifa la Tanzania na nje ya mipaka ya taifa la Tanzania katika habari za siasa, matukio ya kijamii, michezo na burudani, bila kusahau habari za udaku. Jina langu ni Official Rose D. Endelea kusubscribe, kushare, kulike, lakini pia usiache kucomment. Tuangazie taarifa upande wa siasa ambako Mange ametoboa siri. Bunge la Ulaya laingilia kati kesi ya uhaini ya Tundu Lissu, wataka aachiwe huru. Ni wabunge wa kule European Parliament ambao wametoa tamko rasmi wakielezea wasiwasi kuhusu kuendelea kuzuiliwa kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu, na tamko lao liliweza kutolewa mjini Brussels tarehe 9 mwezi Aprili mwaka 2026, ambalo linaeleza kuwa kiongozi huyo wa upinzani amekuwa mahabusu kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu alipokamatwa, huku akielezwa kushikiliwa katika hali ya kutengwa bila dhamana na kukiwa na ucheleweshwaji wa mara kwa mara katika mwenendo wa kesi yake. Katika maelezo yao, wabunge hao walieleza kuwa mashtaka yanayomkabili yanaelezwa kuwa na mwelekeo wa kisiasa na yanaweza kuwa na madhara makubwa ya kisheria, ikiwemo uwezekano wa adhabu kali. Lakini pia waliongeza kuwa hali hiyo haihusiani na kesi ya mtu mmoja pekee, bali inaelezwa kuwa ni sehemu ya mwenendo mpana unaohusisha kukandamizwa kwa upinzani wa kisiasa nchini Tanzania. Kauli hiyo pia, mtazamaji, iligusia madai ya vitendo vya vitisho na shinikizo dhidi ya viongozi na wafuasi wa vyama vya upinzani. Wabunge hao walitoa wito wa kuachiliwa huru mara moja na bila masharti kwa Tundu Lissu, pamoja na kuondolewa kwa zuio la kisiasa dhidi ya chama cha demokrasia na maendeleo nchini Tanzania. Aidha, walieleza kuwa hatua za kuwazuia wapinzani kushiriki shughuli za kisiasa, kudhibiti maandamano na kukamata viongozi wa kisiasa bila utaratibu unaoeleweka zinatafsiriwa kama kinyume na msingi ya demokrasia. Tamko hilo pia liliweka mkazo katika umuhimu wa kuheshimiwa kwa haki za msingi za binadamu, hususan uhuru wa kujieleza, uhuru wa kukusanyika na kushiriki katika shughuli za kisiasa. Wabunge hao walisisitiza kuwa wananchi wanapaswa kuwa na nafasi ya kuchagua na kushiriki katika uongozi wa nchi bila vikwazo vinavyokiuka misingi ya utawala bora. Kwa mujibu wa maelezo hayo, hali ya kisiasa inayozunguka kesi hiyo imeendelea kuvutia ufuatiliaji wa kimataifa, huku taasisi na viongozi mbalimbali nje ya Tanzania wakionyesha kufuatilia kwa karibu mwenendo wa haki na utaratibu wa kisheria. Wabunge hao walieleza kuwa wanawaunga mkono wananchi pamoja na asasi za kiraia katika juhudi za kuhakikisha misingi ya demokrasia inalindwa. Tamko hilo pia limesainiwa na wabunge kadhaa wa European Parliament, akiwemo Barry Andreas, Udo Bullman, Reinhold Lopatka, David McAllister, Lucas Mandels pamoja na Eric Marcotti, na wabunge hao wanawakilisha makundi mbalimbali ya kisiasa ndani ya bunge hilo, hali ambayo inatajwa kuonyesha uzito wa suala hilo katika ngazi ya kimataifa. Mtazamaji, ni tamati katika habari za kisiasa. Endelea kuandika maoni yako moja kwa moja katika hili ambalo tuweza kukusogezea siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, usiache kusubscribe, kushare, kulike na kucomment.